Assalamu alaikum mtazamaji wa Channel 10. Nikukaribishe tena katika kipindi kizuri, kipindi ukipendacho, kipindi ambacho kujia kila siku ya Jumatatu saa 2:30 usiku, kipindi cha nyota zenu. Langu jina mimi naitwa Nur Isa wa Suleiman. Niko na bingwa wa utabiri na mtaalamu wa nyota anaitwa Maalim Hassan Yahya Hussein. Kwa kuanza basi, kamata kidole chako chochote ukipendacho, ikiwa ni kidole kidogo ama kidole cha pete ama kidole cha kati ama kidole cha shada au kidole gumba. Bingwa wa utabiri na mtaalamu wa nyota Maalim Hassan Yahya Hussein atakupa utabiri wako wa wiki na utatazama basi mambo yako yako vipi. Karibu sana Maalim, upate kutujuza. Kama ilivyokuwa kawaida, tunaanza kipindi chetu na utabiri wako wa wiki ambao huwa unakusaidia sana katika kuongoza wewe katika muda wa wiki nzima. Na kama ilivyokuwa kawaida au kawaida yetu kila wiki, huwa tunashika vidole vyetu, aidha kidole kidogo au kidole cha pete au kidole cha kati au kidole cha shahada au kidole gumba, au unaweza vile vile usishike kidole chochote na nikakupa utabiri wako au nikakwambia utabiri wako, mambo ambayo yatakayokutokea katika wiki hii. Katika wiki hizi mbili tunaandaa vile vile utabiri wako wa mwaka. Kwa hiyo vipindi vinavyokuja tutakuwa tunakupa utabiri wako wa mwaka, kwa maana kwamba mwaka 2017 utakuwa namna gani. Kwa hiyo ujiandae kwa hilo. Kila nyota tutakuwa tunaizungumzia masuala ya kikazi, mambo ya kimapenzi, mambo ya kiafya, mambo ya kipesa, mambo ya nyumbani, hali yako itakuwa namna gani, masuala ya magonjwa yatakuwaje. Kwa hiyo usikose kuangalia kipindi cha nyota zenu ili uweze kujua mwaka unaokuja wa 2017 utakuwa namna gani. Vile vile tunaandaa utabiri wa mwaka mzima kuhusu hali ya nchi itakuwa namna gani hapa Tanzania, na hali ya dunia itakuwa namna gani, kitu gani ambacho kitatokea kuhusu masuala ya siasa, mambo ya kiuchumi na mambo yote ambayo yanahusiana na jamii. Kwa hiyo tutayazungumza katika vipindi ambavyo vitakavyokuwa vinakuja. Kwa hiyo usikose kuangalia kipindi cha nyota zenu ili uweze kujua wewe mwenyewe mambo yatakutokea namna gani, na hapo ulipo katika nchi yako mambo yatakuwa namna gani. Sasa leo tuanze na kidole kidogo. Kama ikiwa umeshika kidole kidogo, basi wewe nikwambie tu kwamba jaribu uwe mtu mkweli. Hii ni wiki ambayo unatakiwa uwe mtu mkweli kila wakati, kwa sababu naona kwamba umekuwa ni mtu kigeugeu. Nyota zinaonyesha kwamba umekuwa ni mtu kigeugeu. Kwa hiyo jaribu sana uwe mtu mkweli. Ni ukiwa na msimamo au ukiwa makini katika mambo yako na ukasema ukweli unaojua, ni wakati ambapo utaondokana wewe mwenyewe na masaibu ambayo yanayoweza kukusibu. Kwa hiyo wiki hii ukitaka kupata mafanikio katika jambo lako lolote, jaribu kuwa mkweli. Ukiwa mkweli katika mambo yako na ukawa na msimamo katika kila jambo, basi mambo yako yote ambayo unayohitaji yatakuwa vizuri na kila kitu chako kitakwenda katika hali ambayo unayotaka wewe iwe. Kwa hiyo uwe mkweli. Kama ikiwa umeshika kidole kidogo, ikiwa umeshika kidole cha pete, mawaidha utakayoyapata, yale mawaidha utakayoyapata kutoka kwa watu wakati huu yatakuwa na faida kwako. Kwa maana ya kwamba kuna watu watakupa mawaidha hayo yatakuwa na faida kwako na kwa jamaa zako. Kwa hiyo sikiliza kwa makini mawaidha hayo au ushauri huo. Na vile vile kama ikiwa unaona kwamba kuna jambo lako limekwama au jambo lako halendi vile linavyotakiwa, jaribu kwenda kuwaona wataalamu. Na nikisema wataalamu sio lazima waganga, mtaalamu labda masuala ya kiofisi au masuala ya kisheria, au yani mambo yako wewe yapeleke katika sehemu za wataalamu, yule mtu ambaye amebobea katika fani hiyo. Ukiwa na matatizo ya kimapenzi, basi muone mtaalamu wa nyota. Ukiwa na matatizo ya kikazi au ya kisheria, muone mwanasheria. Ukiwa na matatizo ya gari lako labda linapata matatizo, basi mtafute mtaalamu wa kutengeneza gari. Kwa hiyo jaribu sana kuwaona wataalamu ili mambo yako yawe katika hali nzuri, na uwe na heshima kwa watu wote. Jaribu sana kuwa na heshima kwa watu wote, waheshimu watu kadri ambavyo itakavyokuwa. Hiyo ni kama ikiwa umeshika kidole cha pete. Kama ikiwa umeshika kidole cha kati, wiki hii jioni, katika muda wa jioni, kwa maana kwamba leo jioni, kesho kutwa jioni, ungana na marafiki zako au shiriki katika burudani kidogo. Kwa maana kwamba ungana na marafiki zako na ushiriki katika burudani kidogo ili utulize mawazo na kupumzisha viungo vya mwili wako.
kwa maana kwamba jaribu kutoka, kutana na marafiki zako ili upumzishe mawazo na utulize viungo vya mwili wako. Ugumu wa maisha ambao umekuwa ukikabiliana nao hauna mwisho. Ule ugumu wa maisha ambao ulikuwa umekabiliana nao wewe katika wiki hii hautomalizika. Kwa hiyo ni vizuri tu ukajitoa, ukawa na wenzako na mkakaa pamoja. Tafuta furaha, itafute ile furaha na ya moyo wako na ya watu wako, kwa maana kwamba toka, nenda nje, tafuta furaha, burudika, cheka, furahi, tafuta furaha ya moyo wako mwenyewe pamoja na watu wako. Hiyo ni kama ikiwa umeshika kidole cha kati. Kama ikiwa umeshika kidole cha shahada, basi mawazo mema uliokuwa nayo au utakayokuwa nayo na wingi wa busara utakuwezesha kufaulu. Ukiwa na mawazo mema halafu ukitumia busara sana katika mambo yako, basi utaweza kufaulu katika mipango yako. Na usijaribu kujiingiza au kujiunganisha na watu wengine ambao unadhani ni werevu kukuzidi. Ukijua kama huyu mtu ni mjanja kuliko wewe, basi usijaribu kukaa na yule mtu. Jaribu kukaa mbali naye na wewe ili mambo yako yawe katika hali nzuri. Hiyo ni kama ikiwa umeshika kidole cha shahada. Kama ikiwa umeshika kidole gumba, basi hapana shaka wewe ni mtu wa bidii sana. Unaonekana kwamba wewe ni mtu wa bidii sana, lakini bidii hiyo mara nyingi haizai matunda, kwa maana kwamba ile bidii yako mara nyingi sana inakuwa haizai matunda. Kwa hiyo jiondolee balaa hilo kwa kushirikiana na watu wanaokuja ukiwa na wanaokujali ukiwa na pesa, na ukiwa umefilisika wanakuwa hawakujali. Ujiondolee hilo balaa. Kuna watu wengine ukiwa nazo wanakuja na ukiwa huna basi hawaji. Kwa hiyo jiondolee balaa kwa kujiweka mbali na watu hao. Na kama ikiwa hujashika kidole chochote, basi wewe ni kwamba tu kwamba jamaa yako ambaye hamjakutana naye kwa siku nyingi anaonekana kuhitaji msaada wako fulani. Kuna jamaa yako ambaye jamaa huyo hamjakutana naye siku nyingi. Jamaa huyo anahitaji msaada fulani kutoka kwako. Sasa msaidie akikujia, kwa sababu huenda hisani yako hiyo itafungua milango yako ya bahati. Hiyo hisani utakayoitoa kumsaidia yule bwana, basi itafungua milango yako ya bahati. Kwa hiyo huo ndio utabiri wako kwa wiki hii. Zingatia mambo hayo na utaona kwamba mambo yako mengi ambayo utakayofanya katika wiki hii yatakuwa mazuri na yenye baraka, na utaona kwamba wiki yako itakuwa nyepesi kabisa. Umesikia mengi kutokea kwa kibingwa utabiri na mtaalamu wa nyota anaitwa Maalim Hassan Yahya Hussein. Na imani basi umepata picha wiki yako iko vipi? Mambo yako yataendaje? Nini ushike, nini uache, nini ufanye, nini upange? Yote hayo umeyasikia kwake. Lakini ikitokea basi labda hujaelewa, taka ufafanuzi zaidi, unaruhusiwa kwenda kwake bingwa utabiri, atakueleza mambo mengi tu kuhusiana na masuala mazima ya nyota. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea. Nyota ni elimu ya sayansi ambayo inatumika dunia nzima. Kila mtu katika dunia, akitaka asitake, aamini au asiamini, atakuwa amezaliwa katika mojawapo ya nyota 12 zilizopo. Nyota hizo zina athari kubwa sana katika maisha yako, hasa ukienda kinyume na matakwa ya nyota hiyo. Mfano, ukifanya biashara ambayo sio ya nyota yako, biashara hiyo itaathirika. Au ukimchukua mpenzi ambayo sio ya nyota yako bila kujua, basi mtapendana lakini mwisho utakuwa mbaya. Au ukifanya mambo ambayo nyota yako haikubaliani nayo, basi mambo hayo yatakwama na utajiona una mkosi. Nimeandika kipeperushi hiki kidogo ili kiweze kuwasaidia kufahamu kwa undani kuhusu nyota yako, mambo yanayohusu nyota hiyo, ikiwemo siku yako ya bahati, rangi ya bahati, namba ya bahati, nani wa kushirikiana naye kimapenzi, kikazi, kibiashara, jiwe gani uvae, manukato gani yanakufaa, mafusho ya nyota yako, mambo muhimu ya kufanya, kipaji chako, mambo ya kujiepusha nayo, chakula chako, magonjwa yako, mpaka nchi za kukaa kama una uwezo. Naamini kwamba maelezo utakayopata katika kipeperushi hiki, basi ukitekeleza yatakusaidia sana. Na kipeperushi kinapatikana ofisini kwangu kwa bei ndogo tu. Kwa hiyo unaweza ukakipata kipeperushi hiki kupata maelezo zaidi kuhusiana na nyota yako. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani Nyota Zenu. Langu jina naitwa Nur Isa wa Suleiman. Niko na bingwa utabiri na mtaalamu wa nyota anaitwa Maalim Hassan Yahya Hussein. Tukiwa tunapewa nguvu ya kutosha sana na Dodorita Makeup pamoja na Cairo Hotel. Maalim anakujuza leo namna ya kumjua mtu kinyota na ni vipi utampata mshirika wako katika masuala mazima ya nyota. Yuko unayempenda, yuko unayemtarajia, yuko unaitamani siku moja uwe naye. Sasa unampata vipi? Maalim yuko hapa, atakujuza kwa uzuri kabisa nini ufanye, nini uache, ili upate mshirika wa ukweli kabisa ambaye utadumu naye. Karibu sana Maalim, upate kutujuza.
Haya, katika awamu hii ya pili tunazungumzia kuhusu wewe mwenyewe kinyota, halafu na mshirika wako utampata katika sehemu gani, au mshirika wako atakuwa ni mtu wa aina gani. Katika vipindi vilivyopita tumeshazungumza nyota takriban 9. Leo tuko tumebakisha nyota 3 ili uweze kujijua, na nyota zenyewe ni nyota ya mbuzi, nyota ya ndoo pamoja na nyota ya samaki. Ndio ambazo zilikuwa zimebakia katika wiki hii. Halafu katika awamu ya pili kipindi chetu tunakuelezea tabia za nyota kimapenzi, kwamba tabia ya nyota fulani mapenzi inakuwa namna gani au mambo yake yanakuwa vipi. Sasa twende katika nyota ya mbuzi. Nyota ya mbuzi ni nyota ya 10 katika mlolongo wa nyota 12. Nyota ya 10, na sifa yao watu wa nyota ya mbuzi ni watu ambao wabinafsi sana. Kila kitu yeye mwenyewe, kila kitu anapenda yeye mwenyewe. Hata kama ikiwa una shida ya matatizo ya kipesa, basi wakati mwingine anakuwa haoni sababu ya kukusaidia wewe. Lakini hawa watu wa nyota ya mbuzi mara nyingi huwa wanakuwa dhaifu au wanakuwa wanapatikana kama akikutana na nyota ya watu wa nyota ya kaa. Nyota ya kaa ambao ni nyota 4 kutoka kwake, kwa maana ya kwamba mtu akiwa nyota kaa na huyu mtu wa nyota ya mbuzi wanakuwa nakutana. Na sababu ya kufanya wao kwamba wawe wepesi kwa wale, kwa sababu mbuzi wanapenda sana familia zao. Anapenda mama yake, anapenda ndugu zake, anapenda jamaa zake, anapenda watu wake wa karibu ambao katika familia yake. Na kaa naye hali kadhalika ni mtu ambaye hata kama ukiwa naye, kwa mfano wewe ni mume halafu ukamwoa mwanamke wa nyota ya kaa, basi yeye upendo mkubwa anaonesha kwa wazazi wako wewe mume. Au kama ikiwa wewe ni nyota yako nyota ya mbuzi alafu ukaolewa na mwanamke mwanamke wa nyota ya kaa, basi yeye atakuwa yuko upande ule. Kwa maana kwamba kaa yeye akishaingia katika mapenzi au akishaingia katika ndoa, basi huwa anafikiria upande ule ambao alikuwa ameolewa, sio upande wake. Kwa hiyo ni watu ambao wanaitwa maternal. Sasa hata watu wa nyota ya mbuzi wanakuwa watu aina hiyo. Na nyota hii ya mbuzi inahusiana na nafsi yako, kama nilivyozungumza hapo awali. Nafsi yako kwa maana ya kwamba wewe mwenyewe, hali yako wewe mwenyewe kimaisha na mambo yako wewe mwenyewe kimaisha. Na mshirika wako utampata katika mishughuliko yako ya kikazi. Katika mishughuliko yako ya kikazi, labda kazini kwako hapo, au katika mambo yako ya kikazi utampata mshirika wako pale. Au mzazi wako wa kiume. Unakumbuka kuna nyota moja niliwahi kuzungumza kwamba mzazi wako wa kike ndio anakutafutia mke au anakutafutia mume, lakini hii mzazi wako wa kiume anaweza kukutafutia. Na kama iko nyota yako nyota mbuzi, ukatafutiwa mke na mzazi wako wa kama iko wewe ni mwanamume ukatafutiwa mke na baba yako, au kama iko ni mwanamke ukatafutiwa mume na baba yako, basi ujue kwamba huyu atakuwa ni mshirika wako mzuri sana. Na kama nilivyosema, mzazi wa kiume hasa baba yako. Sasa baba yako kama akiwa hayupo duniani, labda mjomba wako au baba yako mdogo akakwambia bwana huyu anakufaa, basi ukiwa naye yule utaona kwamba mambo yote yanakwenda katika hali nzuri sana. Kwa hiyo hao ni watu wenye nyota ya mbuzi. Kama nilivyosema, mshirika wako utampata katika mishughuliko yako ya kikazi. Umekwenda katika kikazi, umetumwa kazi au unafanya kazi au ofisini kwako hapo ulipo, basi ndio unampata mshirika wako. Nyota inayofuata ni nyota ya ndoo. Nyota ya ndoo, ndoo hawa wenye majina yanaanzia na herufi ya K au W. Hawa mbuzi ni yale majina yanaanzia na herufi ya J au V. J au V, James au Vivi au Vivian. Lakini nyota ya ndoo ni majina yanaanzia na herufi ya K au W. Hawa watu wa nyota ya ndoo ni watu ambao kinyota ukimwangalia huyu mtu ni mtu ambaye ana marafiki wengi kabisa. Kwa maana ya kwamba yeye kila mtu ni rafiki yake. Ni mtu anazungumza na watu vizuri, ni mtu ana interact, manake anaunganika na watu vizuri, ni mtu ambaye ukimwambia jambo la kiurafiki basi yuko tayari kukulifanyia kazi wakati wote. Na akizungumza yeye hajizungumzii yeye, anazungumzia sisi, anazungumzia kwa umoja wetu, anazungumzia kwa ushirika wetu. Kwa hiyo unajua kwamba huyu mtu nyota yake ni nyota ya mbuzi. Na mshirika wako au mshirika wa nyota ya mbuzi, hii nyota nyota ya ndoo, hii mshirika wa nyota ndoo ambayo jina lake ni herufi ya K au W, inahusiana na masuala ya kijamii. Ndio maana nikizungumzia kwamba sisi, kwamba huyu hazungumzii yeye, anazungumzia jamii. Hii jamii yetu hapa ina matatizo fulani.
hapa kuna kitu fulani ambacho lazima tukitekeleze. Tukitekeleza hivi tutapata faida fulani. Kwa maana kwamba yeye akizungumza hajizungumzii yeye, anazungumzia jamii yake inayomzunguka, aidha watu wake wa nyumbani au familia yake au watu wa mtaa wake au watu wa nchi yake, kwa maana ya kwamba ni mtu ambaye anazungumzia mambo ambayo yanahusu watu wote. Na kama nilivyosema, masuala ina mshirika wake nyota inahusiana na jamii, na utakutana na mshirika wako katika shughuli za kijamii. Umekwenda katika shughuli za kijamii, katika harusi, katika makongamano, katika sherehe, katika ngoma. Kwa hiyo pale ndio ambapo unakutana na mshirika wako. Au kwenye matamasha, umekwenda katika matamasha au katika matafrija au katika sherehe au katika pati au kupitia kwa rafiki zako, kwa sababu hii nyota inatawala sana masuala ya urafiki. Kwa hiyo unaweza ukapitia kwa rafiki yako kuchukua, twende pale fulani tukamwone rafiki yangu fulani, kule ukakutana na mtu, basi yule mtu akawa mshirika wako. Kwa hiyo hiyo ni nyota ya ndoo. Kwa hiyo utajua kwamba huyu mtu nyota yake ni nyota ya ndoo. Nyota ya mwisho ni nyota ya samaki, ambayo hii ni nyota ya 12. Nyota ya 12, nyota ya samaki, ni kwa wale wenye majina yanayoanzia na herufi ya L au X. L au X. Samaki, hawa watu wa samaki hawa au watu wenye nyota samaki ni watu wana kitu ambacho kinaitwa visionary, maono. Kwa maana ya kwamba ni mtu ambaye anaweza akaona jambo au akalifikiria jambo, lakini jambo lile kulitekeleza yeye mwenyewe hawezi, lakini anakuwa na maono, wanakuwa na vision. Vision manake anaweza akaona mambo ambayo ya kesho au ya kesho kutwa. Kwa mfano, anaweza akabuni kitu au akafikiria kitu kwamba nikifanya jambo fulani basi kutakutokea mafanikio fulani. Sasa yeye ukikaa naye utakuwa mazungumzo yake mengi, mimi ninafikiria kwamba tukifanya kitu fulani mambo yatakuwa fulani. Nafikiri, naona, nimeota kwamba kuna kitu fulani kinaweza kukatokea. Unajua kabisa kwamba huyu ni mtu wa nyota ya samaki. Kwa maana ya kwamba yeye mambo yake, mishughuliko yake, mipangilio yake yote inakuwa ni ya kufikirika. Yeye mwenyewe hawezi kutekeleza, na ndio maana samaki anatakiwa akae na mtu wa nyota mashuke. Akishafikiria, akishaona, akishaota, halafu mashuke naye anakuwa ni mtekelezaji. Ndio maana unakuta nyota samaki na mashuke wanakaa pamoja. Hii ni nyota inahusiana na masuala ya kujitenga na familia. Kujitenga na familia. Huyu mtu ni mtu ambaye anapenda sana, hapendi kukaa na familia wakati wote. Maana zote anataka kae peke yake, atulie, aweze kufikiria, aweze kubuni, aweze kupanga, ndio mambo yake. Na mshirika wake wa nyota ya samaki anakutana naye katika masuala ya kiroho, mambo ya kiroho. Mmekwenda kanisani, mmekwenda msikitini, mmekwenda katika sehemu za ibada, mmekaa, mmeinama, mmezutulia pale, unamwomba Mwenyezi Mungu wako akusaidia katika mambo yako, basi pale ndio mnaweza mkakutana na mshirika wako. Na mtu ambaye utakakutana naye katika sehemu hizo, basi atakuwa ni mtu murwa kabisa, atakuwa ni mtu ambaye atakayekufaa sana katika maisha yako. Au sehemu za kimya, sehemu za kimya kabisa. Sehemu za kimya, kwa mfano, unaweza kumkuta mtu nyota samaki amekuwa labda baharini, amekaa kimya, anaangalia maji tu yanavyopiga yale pa. Yeye anaangalia tu. Au mnakutana naye katika sehemu za library, kwa mfano mmekwenda katika kuna kusoma vitabu, sehemu ambayo ni kimya. Yaani pahali ambapo pana utulivu wa hali ya juu, ndio ambapo anakutana na mshirika wake. Kama sehemu zilizotulia, kama maktaba kama nilivyosema, au labda hospitali. Hospitali hakuna makelele, maktaba hakuna makelele, au sehemu zilizotulia ambazo hazina makelele wala vurugu, kwa sababu hapendi vurugu. Kichwa chake, ubongo wake wakati wote unakaa unafikiria namna gani ya kujitengenezea maisha, namna gani ya kubuni vitu ambavyo vitu hivyo vinaweza kumsaidia katika maisha yake. Kwa hiyo mshirika wako utakutana naye katika sehemu hizo. Sasa kama ikiwa nyota yako nyota samaki, basi utamjua mtu wa nyota samaki kutokana na tabia yake, na mshirika wake atakutana naye katika sehemu hizo ambazo nilikwambia. Kama nilivyosema, sehemu za kimya, sehemu zilizotulia, maktaba, mahospitali, sehemu ambazo hakuna vurugu. Hata chumbani kwake utamkuta saa nyingine yuko chumbani kwake, amejifungia mlango chumbani, kazima taa, halafu hakuna chochote kinachowaka, amekaa tu yuko macho. Hata ukiingia wewe ndani unafikiria labda kalala usingizi, kumbe yuko macho tu. Yeye anafikiria tu, ubongo wake unafanya kazi, unafikiria what is next, baadaye itakuwaje, kitu kitakachofuata kitakuwa nini, au nifanye nini kuweza kutoka katika hali hii. Kwa hiyo anakuwa ni mtu wa hali hiyo. Kwa hiyo mpaka hapo tutakuwa tumemaliza maelezo ya namna gani ya kumjua mtu nyota yake
halafu na mshirika wake atampata sehemu gani. Kwa hiyo ukiangalia hayo, ukiona hayo, yatakusaidia sana, na ukiyachukua haya yatakusaidia sana kuweza kujijua. Sasa hebu angalia huyo mshirika wako uliokuwa naye, penzi wako uliokuwa naye, mtu jamaa unayefanya naye mshughuliko yako, mmekutana wapi? Kama mmekutana katika sehemu ambazo utaja, basi muunganiko wenu ni mzuri. Lakini kama mmekutana katika sehemu sio, basi ujue tu kwamba hapa sasa hivi mtakuwa mko sawa, lakini baadaye lazima patatokea mfarakano, lazima patatokea kutengana, lazima patatokea kutokuelewana. Mwalimu ametueleza mambo mbalimbali, ama ametupa njia za kuweza kumpata yule mshirika wako mwenyewe umpendaye, wako unahisi huyu atakuwa kwako ndio haswa. Ametuelekeza hapa na imani umeelewa, na ikitokea kama ukuelewa, unaruhusiwa kabisa kumtafuta bingwa huyu, atakueleza mambo mengi zaidi. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea. Ukiwa una tatizo lolote linalohusu nyota yako, kama kuondoa mikosi, kupata mafanikio unayoyadhamiria, kuhusu kazi, mambo ya mapenzi, mambo ya ndoa, biashara, safari na kushinda mashindano ya aina yoyote, njoo unione ofisini kwangu Magomeni Mwembe Chai, mtaa wa Kagera na Matombo, karibu kabisa na hospitali ya Ekenywa. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi 1 ni Nyota Zenu, kipindi ambacho kuja kila siku ya Jumatatu saa 2:30 usiku. Langu jina naitwa Nur Isa Wasliman. Niko na bingwa wa utabiri na mtaalamu wa nyota anaitwa Maalim Hassan Yahya Hussein. Bado anaendeleza kutupa darasa, kutuelimisha katika masuala mazima ya nyota. Na sasa anatueleza tabia za nyota katika masuala mazima ya mapenzi. Tabia za nyota kimapenzi. Mpenzi wako yukoje? Tabia yake ikoje? Lakini nini anapenda, nini apendi? Nini anatamani umpe, nini anatamani umpokonye? Vipi anatamani umpokee? Vipi anatamani uongee naye? Vipi anatamani umbembeleze? Vipi anatamani ukae naye karibu kabisa? Yote hayo utasikia kwake bingwa wa utabiri na mtaalamu wa nyota anaitwa Maalim Hassan Yahya Hussein. Yuko hapa tayari kabisa kutujuza ama kutupa elimu bora kabisa katika masuala mazima ya nyota na mapenzi. Karibu sana Maalim, upate kutujuza. Haya, katika awamu ya 3 tunazungumzia tabia za nyota kimapenzi. Tumeshazungumza nyota 5, punda, ng'ombe, mapacha, halafu nyota ya kaa, halafu tukamaliza nyota ya simba. Leo tunakwenda nyota ya 6 ambayo ni nyota ya mashuke. Nyota ya mashuke wale wenye majina yanayoanzia na herufi ya F au R. Pamoja na kwamba wanaonekana ni watu wenye aibu kwa undani, hawa watu wenye nyota mashuke, pamoja na kwamba wanaonekana kwamba ni watu wenye aibu kwa undani na kujiamini, wenye nyota hii hupumzika na kunawiri wanapokuwa katika mapenzi. Akishapata mpenzi basi ananawiri kabisa, hata kama akiwa hana pesa basi ananawiri. Ni watu ambao inawawia vigumu kuonesha penzi lao. Mtu wa mashuke inamuia vigumu sana kuonesha penzi lake. Hakuoneshi kabisa. Hata kama akiwa anakupenda, lakini hakuoneshi kwa sababu kila kitu kinakuwa katika nafsi yake. Wana mitazamo ya kufikiri kabla ya kutumbukia ndani ya penzi lolote. Kwa maana kwamba yeye kabla hajaingia katika mapenzi huwa anakaa kwanza anafikiria, huyu mtu nikiwa naye itakuwaje na nikiwa siko naye itakuwa namna gani. Wanachunguza kwa makini matokeo ya penzi lenyewe. Hili penzi letu hili tukishakuwa nalo litakuwa ni penzi la aina gani? Litakuwa zuri, litakuwa baya. Kwa hiyo lazima afanye uchunguzi kwanza. Wanapotafuta mpenzi wanaweza kukupumbaza kwa maneno matamu sana. Anapotafuta yeye mpenzi basi anaweza kukupumbaza wewe na maneno matamu kabisa na raha zisizo na kifani, mara kupeleka huku, mara kupeleka hapa, mara kufanya hiki, mara kufanya jambo hili. Kwa hiyo ni vizuri ukafikiria mara mbili kabla hujaingia katika mapenzi na mtu wa nyota mashuke. Wewe mwenyewe ufikirie mara mbili. Kujua nyota yake nyota mashuke, fikiria. Maana anaweza kukupa maneno matamu kama asali. Inawauia vigumu wao kwa kuanza wewe kimapenzi kwa sababu wana uhakika kwamba atashindwa. Yeye si mwepesi wa kukua approach wewe kimapenzi kwa sababu anajua kwamba akikuwa approach anashindwa. Kwa hiyo hata kama ukiona unamuona mtu wa mashuke, basi akitaka kuja kwako wewe atakufanyia vitendo tu, na vile vitendo sasa wewe unavitafsiri kwamba huyu mtu ana dhamira na mimi. Kwa sababu hawezi kukwambia moja kwa moja kwamba ninakutaka au nataka jambo fulani. Yeye atafanya vitendo tu. Atakuletea ice cream, atafanya hiki, atafanya kile, kukufanya kwamba wewe uone kwamba huyu mtu kweli ananitaka, lakini ile kukutamkia ile kwamba ninataka jambo fulani hawezi. Kwa sababu ya aibu zao walizokuwa nazo. Lakini ndani ya nafsi yake, moyo wake mpana, anapenda sana masuala ya mapenzi. Kwa hiyo utajua kabisa kwamba huyu ni mtu wa nyota ya mashuke na tabia yake mapenzi inakuwa katika hali hiyo. Na kinachowasaidia hawa
watu wenye mashuke ni subira. Yeye anakuwa na subira sana, hana haraka, anakuwa na subira kabisa kwa wapenzi wao, na ndio maana mapenzi yanakuwa hata kama iko miaka miwili, hata kidogo tu anakutafuta kidogo mpaka atakupata. Na mara akishapata mpenzi wa kweli, basi anakuwa muaminifu kabisa na atafanya kila njia kuhakikisha kwamba mapenzi yao yanakuwa hai na yenye kupendeza. Hata hivyo anaweza kuwa msumbufu, mwenye kulalamika, mwenye mitazamo ya makosa ya mpenzi wake ili amshutumu. Kila saa anatafuta makosa ili aweze kukushutumu. Na kwa sababu ya hali hii, mara kwa mara kunakuwa na ugomvi wa mapenzi ambao wanataka kutekeleza malengo yao, kwa maana kwamba yeye saa zote anakutafutia wewe kosa, umefanya kosa gani, ili aweze kukushutumu. Hiyo ni nyota ya mashuke. Nyota ya 7 ni nyota ya mizani. Mizani au majina yanayoanzia na herufi ya G au S. Kujihusisha katika swala la mapenzi kwa watu wa nyota hii ni kitu cha kawaida kabisa. Watu wa mizani yeye katika mambo ya mapenzi ni jambo la kawaida kabisa. Na kwamba nyota hii wanachukua muda mrefu kufanya maamuzi, na inawawia vigumu sana kuchagua kati ya wapenzi wawili yupi anafaa. Yeye inamchukua muda mrefu, kama ulivyoona mizani, huku na huku anaangalia advantage na disadvantage. Nikiwa naye itakuwaje na nisipokuwa naye itakuwaje. Kwao kuishi vizuri ni kuwa na mpenzi au uhusiano wa mapenzi. Anachukulia kwamba kuishi vizuri katika maisha yake ni kuwa na mpenzi au kuishi au kuwa na uhusiano wa mapenzi. Watu wa mizani wanathamini sana mapenzi kuliko hata maisha yao wenyewe. Yaani mapenzi yeye anaona kwamba ni bora kuliko hata maisha yake yeye mwenyewe. Na wanapenda sana kujionyesha kwamba anapendwa. Hata kama akiona mtu, mke wangu ananipenda sana mimi, au akiwa mwanamke na mume wangu mimi hamwezi kumchukua, ananipenda kweli yule. Ndio kawaida yao. Kwa sababu hizo wengi sana wanapumbazwa na wapenzi wao, na ndoa ndio zinakuwa zina matatizo sana na zisizokuwa na raha kwa sababu ya kuoa mapema. Akishampata mpenzi, basi anataka pale pale aende kuoa. Unajua kawaida unapokuwa na mtu, basi anataka mkae muda mrefu ili muweze kujuana. Lakini yeye anatafuta ile security, ule ulinzi, kwa maana ya kwamba kwa vile anapenda, basi akishampata mtu haraka anataka aingie katika ndoa haraka. Na anapoingia katika ndoa haraka, sasa tabia za ule mtu hazifahamu au tabia zake hazijulikani, basi sasa mkishaingia pale, mkishakaa katika muda, basi matatizo yanakuwa yanatokea. Nyota hii wanaonelea bora kuishi katika ndoa yenye matatizo kuliko kuishi peke yake. Anaona bora aishi katika ndoa ambayo ina matatizo kuliko kuishi peke yake. Kwa ujumla watu wa nyota mizani wanapenda kuishi vizuri na wanapenda wapenzi nao waishi katika hali kama hiyo. Watu wa nyota mizani wanapenda kuishi vizuri, kwa hiyo nao wanapenda wapenzi wao nao waishi katika hali kama hizo. Kwa maana kwamba hali hiyo ya kimapenzi, basi mpenzi wake kiishi katika hali kama hiyo, basi naye anaona ni vizuri kabisa na ni bora kwamba awe katika hali hiyo. Leo tumeachia hapo. Wiki ijayo tutaendelea na nyota ya Nge pamoja na nyota zingine zilizofuata. Kwa hiyo usikose kuangalia kipindi cha nyota zenu ili uweze kujua mambo gani ambayo yanaweza yakakutokea katika masuala mazima ya kimapenzi na mambo ya kindoa. Baada ya kusikia mengi kutokea kwa kibingwa utabiri na mtaalamu wa nyota anaitwa Maalim Hassan Yahya Hussein, na imani umepata picha katika masuala mazima ya utabiri wako wa wiki. Lakini si hayo tu, namna ya kumjua mtu kinyota, lakini vile vile tabia za nyota katika masuala mazima ya mapenzi. Umeelewa? Ikitokea hujaelewa, unaruhusiwa kabisa kumtafuta bingwa utabiri na mtaalamu wa nyota Maalim Hassan Yahya Hussein, atakuelekeza kwa uzuri kabisa. Tumia nambari za simu zinazopita ama mtafute katika mitandao ya kijamii, Maalim anapatikana huko. Lakini vile vile unaruhusiwa kwenda ofisini kwake Magomeni, atakueleza mengi tu. Mimi nasema asante kwako wewe ambaye umechagua kukaa nasi kwenye nyota zenu. Lakini asante wewe ambaye umechagua kuangalia Channel 10. Wakati mwingine, mara nyingine. Mimi naitwa Nur Isa. Bye bye.